Ikiwa leo ni Februari 6 ya mwaka huu wa 2026, siku ya Ijumaa, ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Tuko katika robo ya kwanza na juma hili tunaliangazia somo la 6 ambalo leo tutafikia tamati yake. Somo la 6 linasema kumtumainia Kristo pekee. Leo tutaangazia jifunze zaidi. Yeye atakaye kujenga tabia madhubuti na yenye ulinganifu, yeye atakaye kuwa Mkristo mzuri na asiye na changamoto, inamlazimu kutoa vyote na kufanya yote kwa ajili ya Kristo. Kwa kuwa Mwokozi hatapokea huduma iliyogawanyika. Inampasa kila siku kujifunza maana ya maisha ya kujisalimisha nafsi. Itamlazimu kila siku kujifunza neno la Mungu, akijifunza maana ya neno hilo na kuyatii maagizo yake. Kwa namna hiyo ndipo anapoweza kukua kufikia kiwango bora cha Ukristo. Siku kwa siku Mungu atakuwa akifanya kazi pamoja naye, akiikamilisha tabia ambayo itastahimili wakati wa jaribu la mwisho. Siku kwa siku muumini anajizoeza kufanya mazoezi yaliyo bora mbele za wanadamu na malaika, akionyesha inachoweza kutenda Injili kwa wanadamu walioanguka dhambini. Ellen G. White, Matendo ya Mitume sehemu ya 2, ukurasa wa 158. Wale wanaosubiri kuja kwa bwana harusi wanapaswa kuwaambia watu, tazama Mungu wenu. Miale ya mwisho ya nuru ya neema, ujumbe wa mwisho wa rehema unaopaswa kutolewa kwa ulimwengu, ni ufunuo wa tabia yake ya upendo. Watoto wa Mungu wanapaswa kuudhihirisha utukufu wake katika maisha na tabia yao wenyewe. Wanapaswa kufunua kile ambacho neema ya Mungu imewafanyia. Nuru ya jua la haki inapaswa kuangaza katika matendo mema kwa maneno ya ukweli na matendo ya utakatifu. Ellen G. White, Christ's Object Lessons, ukurasa wa 415 na 416. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza. Fikiria zaidi juu ya swali hili la kufurahi katika Bwana. Ona kwamba halisemi kufurahi katika majaribu yako, ingawa hilo ni la kibiblia pia, bali katika Bwana. Kwa nini ni muhimu sana kumweka Bwana, wema wake, uweza wake, upendo wake na wokovu wake mbele yetu daima? Kufanya hivyo kungekuwaje na manufaa sana kwako katikati ya majaribu yasiyoepukika ya maisha? Swali la pili. Ona jinsi nukuu hapo juu zinavyoelezea wajibu wa neema katika kuzaa matendo mema tunayoyafanya kama Wakristo. Kwa nini kazi hii ya neema ni muhimu sana tunapotazamia kuja kwa Kristo upesi? Yaani, ingawa hatuokolewi kwa matendo mema, je, tunaokolewa kweli ikiwa hatunayo? Swali la tatu. Tafakari zaidi wazo hili la kutoutumainia mwili. Hilo linamaanisha nini? Kwa nini tusiutumainie? Je, miili yetu si zawadi kutoka kwa Mungu? Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ilikuwa ni Februari 6, siku ya Ijumaa. Tukifikia tamati somo hili la 6, somo linalosema kumtumainia Kristo pekee. Bwana akitupatia kibali, juma linalofuata tutajifunza somo la 7 linalosema wenyeji wa mbinguni.
Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili la 6 juma hili. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.